Ripoti za Chivihi Media leo Aprili 17, 2026 zinaruka kutokea hapa katika kijiji cha Nalingu, kata ya Nalingu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoani Mtwara, ambapo diwani wa kata ya Nalingu Mheshimiwa Mohamed Hamisi Mnaka leo hii alikuwa na kikao maalum kwa niaba ya kuwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa diwani wa kata hii katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025, ambapo ameeleza utekelezaji wa miradi mbalimbali ambayo alikuwa ameahidi katika kampeni zake za uchaguzi mkuu. Kipindi cha miezi minne ambaye mimi nimekuwa diwani wa kata ya Nalingu tangu mnichague, tulifanya uchaguzi tarehe 29 mwezi wa 10, lakini sisi tulikuja kuwapa tarehe 4 ya mwezi wa 12. Kwa hiyo kuanzia tarehe 4 ya mwezi wa 12 mpaka kufikia leo, maana yake ni miezi minne. Ndani ya miezi minne yapo mambo ambayo tumeanza kuyafanyia kazi, na miongoni mwa mambo hayo niliahidi tutapambania umeme kwenye shule yetu ya sekondari. Baada ya kuwa tuna shule ya sekondari lakini tulikosa umeme, mimi niliwaahidi, na thamani ya kuingiza umeme pale ilikuwa ni milioni 9,800,000 kutokana na ukubwa wa eneo lile na shughuli ambazo nataka kufanyika pale. Kwa umeme ambao umeingia pale sio umeme wa kawaida ambao tumekuwa tukiutumia kwenye majumba yetu ya kawaida. Nalingu safi. Lakini pia mimi niliahidi kwa kushirikiana na viongozi wenzangu tutahakikisha tunaenda kujenga mwalo kwenye kijiji cha Mnazi kwa maana ya soko la samaki pale bandarini. Niwaambie, hatua zimeshaanza kuchukuliwa. Wataalamu walitoka halmashauri wakafika pale wakapima kila kitu na wameshajiridhisha kwamba lile eneo ni la serikali. Kwa hiyo hapa tunapoongea sasa hivi mzabuni ameshapatikana, na ikiwezekana Mungu akitupa afya na uzima, basi kuanzia wiki ijayo ujenzi unaenda kuanza katika kijiji kile cha Mnazi kujenga mwalo kwa maana ya soko la samaki. Lakini pia niliwaahidi wana Mnazi kwenye vitongoji viwili, kitongoji cha Msokole na kitongoji cha Funguni, kwamba nitahakikisha tunaenda kupambana ili tuweze kuona umeme unafika katika vitongoji hivyo, na hatua zimeshaanza kuchukuliwa. Wataalamu wameshafika pale Mnazi na wameshafanya upembuzi yakinifu na wameshaweka alama zile sehemu ambazo nguzo za umeme zitasimikwa kwenye kijiji kile na vitongoji vile. Kwa hiyo dalili zipo, na kuanzia mwezi wa 5 Mungu akitupa uzima, basi hatua zitaanza kuchukuliwa kuhakikisha wana Funguni na Msokole wanapelekewa umeme. Mnazi safi. Lakini niliahidi barabara kutoka Msakala inayopita Nalingu kuelekea Mnazi. Nilisema barabara hii itajengwa kwa kiwango cha kifusi. Niwaambie, mambo yameshaanza kunoga, na kwa kupitia bajeti hii Mungu akitupa uzima, kuanzia mwezi wa 7 barabara yetu ya kutoka Msakala Nalingu Mnazi inajengwa kwa kiwango cha kifusi. Nalingu safi. Lakini barabara nyingine ambayo inaenda kujengwa kwa kiwango cha kifusi ni barabara ya Nalingu Mnete, kutoka pale kwenye kibao cha shule ya msingi Mnete kwa maana ya kwa Mzee Mchumu kuelekea Mnete Bondeni, na kwenyewe kunaenda kujengwa kwa kifusi. Nalingu safi. Lakini sehemu nyingine ambako tunaenda kujenga kwa kiwango cha kifusi ni barabara ya Mkubiru, eneo la pacha ya Mwale mpaka na Ngurukuru, lile eneo korofi. Tunaamini kwa mujibu wa meneja wa TARURA amenihakikishia kipindi hiki kuanzia mwezi wa 7 tunaenda kuweka kifusi eneo lile korofi ambalo limekuwa na changamoto sana. Niwashukuru sana wana Nalingu kwa kuendelea kunipa ushirikiano mpaka hatua hiyo tunaifikia. Lakini pia tulikuwa na changamoto nyingi na mambo mengine ambayo tulikuwa tumeahidi. Tunaenda taratibu kwa sababu maendeleo ni hatua. Hauwezi maendeleo hata ndani ya nyumba ukayapata siku moja. Kwa hiyo tunaenda taratibu. Tumeanza na hatua hiyo, lakini tunaamini hatua zingine zitaendelea. Tumeona kwenye eneo lile majumba yale ambayo yapo jirani na sekondari, tumehakikisha tunawapelekea nguzo za umeme na tayari nguzo zimefika. Nao baadhi ya wananchi kutoka katika kata ya Nalingu wameeleza namna Mheshimiwa Gogo anavyotekeleza miradi ambayo amekuwa ameahidi katika kampeni zake kabla ya kumpa ridhaa ya kuwa diwani Oktoba 29, 2025. Naitwa Mohamed Salmu Jimbo,
Ni mkazi wa kijiji cha Mkubiru, kata ya Nalingu, tarafa ya Ziwani. Binafsi tangu ameingia Mheshimiwa Diwani, nimeona mchango wake umeanza kuonekana. Mfano kwenye kijiji cha Mnazi kuna ujenzi pale wa mwalo, kumeingia takriban milioni 30 kwa ajili ya ujenzi ule wa mwalo. Kukamilika kwa miradi hiyo kwetu inatija kubwa sana. Mfano pale Mnazi manake ilikuwa tunauzia tu kwenye mwalo ambao tuliujenga kienyeji, lakini sasa hivi unakuwa mwalo wa kisasa. Tafsiri yake mapato sasa yatakuwa yanaingia vizuri, lakini hata faida itakuwa kubwa kwetu. Lakini pia hata tukija kwenye eneo la sekondari, nadhani pale sekondari hapakuwa na umeme kabisa. Kwa vile sasa hivi ulivyoingizwa umeme, nadhani kuna huduma nyingi sasa zitaenda vizuri. Sawa, tukirudi kwenye kituo chetu cha afya, ilikuwa tunapata shida hapa. Ukitokea changamoto yoyote, aidha twende Likombe au twende na Nguruwe. Baada ya ujenzi ule ukishakamilika, tunaamini huduma hizo tutazipata kwenye kata yetu pia. Mtavanga ni mkazi wa kata ya Nalingu, kijiji cha Mnazi, lakini pia napatikana sana katika makao makuu ya kata. Nataka nizungumzie namna gani viongozi tuliowachagua Oktoba 29 wanajibika katika kata yetu. Hapa nitamzungumzia Mheshimiwa Diwani. Mheshimiwa Diwani kipindi cha kampeni aliahidi ujenzi wa mwalo, lakini ujenzi wa kituo cha afya, lakini upatikanaji wa huduma ya elimu kwa maana ya shule ya sekondari na huduma mbalimbali za kijamii. Mimi niseme kwa kipindi kifupi kabisa cha miezi takriban 4 kuelekea 5 amefanya kazi kubwa kweli. Tunazungumza tayari tunajenga kituo cha afya kwenye kijiji cha Nete. Serikali ya Mama Samia imeshusha pesa nyingi. Ni kituo ambacho kitaenda kuchukua fedha nyingi kuliko kituo chochote Tanzania hii. Mheshimiwa Diwani anasimamia na anafanya kazi kweli. Lakini sambamba na hilo, kwenye kijiji cha Mnazi tayari mwalo umetengewa pesa takriban milioni 30 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa mwalo. Yaani tunazungumzia mwalo, watu wengi wanafahamu ni soko la kisasa la kuuzia samaki. Lakini pia Mheshimiwa Diwani kwenye kijiji cha Mkubiru tayari ameanza kupambania, kwa maana ya Mkubiru kuna ujenzi wa zahanati, lakini pia barabara yake ilikuwa haipitiki. Tayari ameshaanza kusimamia na majibu yameshakuwa chanya. Anaenda kusimamia kumalizia zahanati ile ya kijiji cha Mkubiru. Lakini pia kwenye kijiji cha Mnete kama nilivyosema kuna ujenzi wa kituo cha afya, lakini kuna ujenzi wa barabara tayari kutokana na uharibifu na hizi mvua zinazoendelea. Tayari kandarasi yuko barabarani, kuna karavati zinajengwa. Mheshimiwa Diwani apewe maua yake. Kwenye kipindi cha miezi 4 na kuelekea 5 amefanya kazi kubwa kweli. Kwenye kijiji cha Mnazi kuna ujenzi wa ofisi, lakini kuna ujenzi wa darasa shikizi. Sambamba na hilo, kwenye kijiji cha Mnazi kitongoji cha Namnongola kilikuwa kimepata umeme, lakini kitongoji cha Msokole na Funguni vilikuwa havijapata umeme. Mpaka dakika hii tunazungumza, mkandarasi yupo site, tayari wamepima, shughuli zinaendelea. Soon wananchi wale watapata umeme. Mimi nimzungumzie Mheshimiwa Mohamed Hamisi Mnaka aka Agogo, yani namfananisha kama Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini. Mambo mengi yes no zimepungua, lakini kazi zinaongea. Nimwombee kwa Mungu afya iliyokuwa tele, aendelee kuwa na nguvu, Mwenyezi Mungu amjalie afya, aendelee kutimiza mahitaji ya wananchi wa kata ya Nalingu. Majina naitwa Sofia Ahmad Abdurahmani, ni mkazi wa Nalingu, kijiji cha Nalingu, kata ya Nalingu. Mzungumzia Mheshimiwa Agogo diwani wetu kwa nia njema, kwa sifa mzuri, kwa maendeleo mazuri anayoyafanya kata ya Nalingu. Hata kama siku sio nyingi sana, ni chache, lakini tunashukuru kwa morali wake yani. Diwani wetu tunamshukuru, kwanza anasimamia miradi inayoingia kata ya Nalingu. Tunamshukuru diwani wetu anasimamia vizuri kituo cha afya kinachojengwa Mnete. Tunamshukuru diwani wetu kwa kuleta umeme sekondari, amepambana mpaka umeme umeingia. Tunamshukuru diwani wetu amepambana mpaka umeme umeingia hata kijiji cha Mkubiru na Ngulukulu ambapo ilikuwa bado umeme hujaingia. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Tunapata adha kutafuta huduma za afya ziko mbali, lakini zikishakamilika tutashukuru sana yani, kiasi cha kutosha. Hasa sisi akina mama
wazazi sisi, yani tutashukuru sana kujifungua sehemu ya karibu na huduma za kutosha zikisimamiwa na diwani wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kadhalika, mkutano huu ulikuwa umehudhuriwa na diwani wa kata ya Naumbu ambaye ameeleza namna anavyomfahamu Mheshimiwa Agogo, huku akiwa hana mashaka na utekelezaji na ufuatiliaji wa miradi. Naitwa Dr. Emmanuel James Bwana, diwani wa kata ya Nalingu. Mheshimiwa Mohamed Mnaka maarufu kama Agogo. Bwana Agogo leo anamkutana kuwashukuru wanachama cha Mapinduzi kwa namna ambavyo walishiriki katika uchaguzi kukipigania chama kuleta ushindi. Kwa hiyo tumekuja kumuunga Mheshimiwa Agogo. Kwa kweli tangia tumeingia katika halmashauri, tangia vikao vyetu vyote ambavyo tumevifanya, ni diwani ambaye anapenda kufuatilia vitu. Kila jambo ambalo anaona lina maslahi kwa halmashauri, lina maslahi kwa kata yake, analifuatilia na kuliulizia kwa kina. Tumeona hata kwenye changamoto zilizokuwa zimejitokeza kwenye kata yake, kama kukosekana kwa umeme kwenye shule, amelifuatilia mpaka sasa pale wamewekewa umeme. Lakini pia amekuwa akisikia kuna miradi ambayo inakuja kwenye kata yake, amekuwa akifuatilia ili ije itekelezwe kwa wakati. Thamani ya zaidi ya bilioni 1 kimeanza utekelezaji wake. Lakini pia tunamwona kufuatilia ujenzi wa mwalo wa kata ya Nalingu. Kwa hiyo kwangu mimi Bwana Agogo mfano wa kuigwa na ni kiongozi ambaye anastahili kupewa ushirikiano na wananchi wake wa kata ya Nalingu, lakini hata viongozi wengine wa serikali ya vijiji na ngazi ya kata, ili waweze kufikia malengo ambayo wanayoyataka kama kata. Kwa hiyo sisi tuko tayari kushirikiana naye na tunamuunga mkono, na mimi pia kama mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii katika halmashauri niko tayari kufanya naye kazi kwa karibu. Kiripoti kutoka katika kijiji hiki cha Nalingu, kata ya Nalingu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoani Mtwara. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.